Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wadau, awali ya yote napenda kutumia nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kukusanyika siku hii ya leo ambayo tume inakutana na wadau wake wa uchaguzi wa jimbo linaloomba kugawanywa katika halmashauri ya wilaya ya Chemba. Pili, natoa shukrani zangu kwenu kwa kuitikia wito na kufika mahali hapa kwa ajili ya kushiriki kikao hiki muhimu, ikiwa ni moja ya hatua za kupitia mapendekezo mlioyawasilisha ya kugawa jimbo la uchaguzi la Chemba katika halmashauri ya wilaya ya Chemba. Ndugu wadau, kwa mujibu wa ibara ya 75 ndogo ya 4 na 74 ndogo ya 6C za Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, ikisoma pamoja na kifungu cha 10 kidogo cha kwanza D cha Sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, sheria namba 1 ya mwaka 2024, tume ina jukumu la kuchunguza na kuigawa Jamhuri ya Muungano katika majimbo ya uchaguzi. Aidha, tume inaweza kutekeleza jukumu hilo mara kwa mara au angalau kila baada ya miaka 10. Aidha, ibara ya 75 ndogo ya 3 na ya 4 zimeainisha vigezo vya ugawaji wa majimbo ambavyo ni idadi ya watu, upatikanaji wa mawasiliano na hali ya kijiografia. Vigezo vingine vinavyozingatiwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika kugawa majimbo vimeainishwa katika jedwali la 3 la kanuni za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi za mwaka 2024. Vigezo hivyo ni hali ya kiuchumi, ukubwa wa eneo la jimbo husika, mipaka ya kiutawala, yani jimbo kutokuwa ndani ya wilaya au halmashauri mbili, mpangilio wa maeneo ya makazi ya watu yaliyopo, mazingira ya muungano, uwezo wa ukumbi wa bunge na idadi ya viti maalum vya wanawake. Ndugu wadau, tulipokea maombi ya mapendekezo ya kugawa jimbo la uchaguzi la Chemba kupitia barua yenye namba CIB.87/1/01/15 ya tarehe 25 Februari 2025 kutoka kwa Katibu Tawala wa Mkoa wa Dodoma. Ndugu wadau, kwa mujibu wa kanuni ya 18 ya kanuni za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi za mwaka 2024, tume imechagua kutembelea baadhi ya majimbo ambayo yaliomba kugawanywa kwa lengo la kujiridhisha iwapo taarifa zilizopo kwenye maombi yaliyowasilishwa ni sahihi kuhusu jimbo husika. Viongozi, miongoni mwa majimbo yanayotembelewa ni jimbo la Chemba hapa halmashauri ya wilaya ya Chemba. Katika kikao cha leo ambacho kinatarajiwa kuwa kifupi, tume itapenda kujiridhisha kuhusu taarifa mbalimbali zilizopo kwenye maombi yaliyowasilishwa. Taarifa hizo ni pamoja na mgawanyo wa kata, mipaka iliyopendekezwa, ramani ya jimbo linalopendekezwa kugawanywa, idadi ya watu kama ambavyo mmependekeza, pamoja na jina la jimbo lililowasilishwa kwa tume. Hivyo mkurugenzi wa uchaguzi yupo hapa leo, atawasilisha kwa njia ya PowerPoint taarifa hizo ili kikao kiweze kusema ni sahihi au vinginevyo. Aidha, napenda kuwakumbusha kuwa iwapo kikao hiki hakitakubaliana na taarifa zilizowasilishwa za kuomba kugawanywa kwa jimbo, mchakato huu utarejeshwa kwa Katibu Tawala wa Mkoa ili uanze upya kwa kuzingatia maoni na ushauri wa wadau
ambao utaanzia tena kwenye baraza la madiwani, kamati ya ushauri ya wilaya na kamati ya ushauri ya mkoa, kisha yaletwe tena Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Changamoto ni kwamba mchakato huo unaweza kupishana na kalenda ya utekelezaji wa majukumu ya tume. Ndugu wadau, mwisho lakini sio kwa umuhimu, kama nilivyoeleza, kwa kikao hiki kinatarajiwa kuwa kifupi. Lengo lako ni kujiridhisha na takwimu na jina la jimbo kama mlivyowasilisha, ikiwa ni sehemu ya majukumu ya tume ya kuwashirikisha wadau wake wa uchaguzi. Baada ya kusema hayo, nina heshima kutamka kuwa kikao hiki cha Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na wadau kuhusu ombi la kugawa jimbo la uchaguzi la Chemba katika halmashauri ya wilaya Chemba mkoa wa Dodoma kimefunguliwa rasmi. Kwa kweli ninawashukuru sana kwa kila ambacho mmejadiliana katika ngazi ya halmashauri mpaka DCC na mkoa yakapitisha, na mimi nikapeleka kwa namba yenu. Sisi kazi yetu mkoa ni kuratibu na kuchuja kulingana na miongozo ambayo tulipewa na tume na tuliwasilisha. Sasa iliyobakia ilikuwa ni na tume imefanya vizuri sana kuja hapa siku ya leo hii kuja kujiridhisha. Sasa hapa haitakuwa mkono wangu tena, itakuwa ni mkono wa katibu wa tume, kwa sababu amejiridhisha mwenyewe kwa kichwa wasilisho la katibu tawala kiko sahihi. Mimi nakushukuru sana Mheshimiwa Jaji, kwa kweli ulichokifanya ni kizuri, na ndio utawala bora, na ndio utaratibu wa serikali, na ndio utaratibu wa uongozi ili kuleta uhakika wa taarifa ambazo zinaenda kuwasilishwa kwenye vyombo vya maamuzi. Mimi nakushukuru sana. Vinginevyo nashukuru tume mmetutembelea leo, tumefanya jambo la maana. Kilio chao au maombi yao ni ya muhimu sana kwa manufaa ya watu wa zaidi ya 300,000 na kitu, ambao mgawanyo wake mtu anaweza kutembea hapo kuna kufuata anayetaka huduma ambaye anaishi kilomita zaidi ya 180 ndani ya jimbo. Kwa hiyo unaweza kupata picha kama hiyo.